Kwa wilaya ya Manyoni ni salama kabisa, na anayependa aje tu Manyoni, atakaye na aje Manyoni. Karibu sana. Umezungumzia kwa uzuri sana namna ambavyo umefanya maandalizi kuelekea Oktoba 29. Kumekuwa na matishio baadhi ya maeneo, sizungumzii Manyoni, baadhi ya maeneo, sababu ukijaribu kutizama kwenye mitandao huko unaona, sababu siku hizi mambo huko wanasema yako hadharani zaidi. Baadhi ya maeneo kumekuwa na matishio kwamba kuna vikundi ambavyo pengine vimejiandaa na pengine vipo, kuna mahali tayari wameshaanza kwamba wana mikakati ya kuzuia, kwa maana ya kuzuia watu wasijitokeze kwenda kupiga kura, pamoja na kuelezea maandalizi ama mikakati ambayo umeweka kwa ajili ya ulinzi wa wananchi pamoja na mali zao. Pengine watoe hofu wananchi kwenye wilaya yako ya Manyoni. Nashukuru sana. Hayo tumeyasikia kwenye mitandao ya kijamii. Hatujasikia kwenye hizi mainstream media, kwa mfano ITV, Radio Standard hapa hatujasikia, lakini kwenye mitandao ya kijamii tumesikia, na tunajua kabisa katika mitandao ya kijamii mtu anaweza kaamka akaandika chochote anachokitaka. Lakini kwa sisi kila habari ni habari na ni muhimu kufanyia kazi. Kwa hayo tumeyasikia, na katika jamii ukichukulia tuna takriban watu 4,95,368 Manyoni. Hao ni watu wengi. Kwa huwezi ukakosa watu ambao anaona jambo kwenye mtandao naye analibeba, anakimbizana nalo. Kwa watu wa namna hiyo hata Manyoni wapo. Lakini tumejitahidi, tumewaita baadhi yao, tukataka tupate mtazamo wao ambao tulikuwa tunajua kwamba wanaelekea hivyo, na wakatupa mitazamo yao, tumewaelimisha. Tukujua jambo ni rahisi sana, wala hawakuwa na uelewa wa nini kilikuwa kinaongelewa katika ngazi ambazo wao wamesikia. Wengi walifikiria kwamba swala hili la uchaguzi ni swala jepesi na rahisi ambalo unaweza ukashughulika nao kama mechi ya Yanga na Simba. Sasa inapofika unamwambia kwamba hili ni swala la kikatiba, kukinzana nalo ni kukinzana na katiba. Na unapokinzana na katiba unatengeza kosa kubwa zaidi kuliko ambavyo ungefikiria. Kwa sababu katiba ndio inatufanya wote tuwepo. Yaani ule uwezo wa wewe kuongea unatengenezwa na katiba. Uwezo wa wewe kufanya shughuli zako, kustarehe ndani ya jamhuri unatengenezwa na katiba. Kwa hiyo sasa watu wengi walikuwa nafikiria uchaguzi ni kama labda uchaguzi wa kiongozi tu wa kwaya au wa timu ya mpira au wa kikundi cha wasanii. Sasa wengi cha vikoba lakini wengi wameelewa kwamba huu uchaguzi ni takwa la sheria mama ya nchi yetu. Kwa hiyo tumewaelewesha, wameelewa, na hata vile vikundi vichache waliokuwa wanaanza kupata hamasa actually wamekuwa ndo kampeni kubwa. Nilikuwa na baadhi ya vijana ambao ndo walikuwa vijana viongozi kwenye mitandao. Lakini baada ya kuongea nao sasa hivi hata ukienda kwa mitandao unakuta maandiko yao ni ya kuhamasisha twende tupige kura, tuhakikishe kwamba tunachagua viongozi wetu kulingana na utashi wa mpiga kura. Sisi kama wasimamizi, walinzi wa amani, sisi yeyote anayekuja anayechaguliwa na wananchi tunampokea. Kwa kule kwenye wilaya yangu kuna Wasukuma wengi sana. Hasa ukiangalia halmashauri ya Itigi huko wamejaa, wanafanya shughuli za kilimo. Huwa napenda kuwatania, nawaambia sisi kama viongozi wa serikali tunasema anayemuoa mama yako ndo anakuwa babako. Kwa hiyo wao wajitokeze waende, na lazima umuite baba. Lakini baadaye wakanitania wakasema mkurugenzi wangu pale ni Mzaramo, akaniambia kule Uzaramo wanasema anayetoka ndani na kanga ndo baba yako. Sasa Nyaumbe amecheka sana. Singida ni eneo la katikati la Tanzania, na kikweli kupo swali kwa namna ambavyo kazi nzuri mnaendelea kuifanya. Elimu hii mmeitoa kwa siku hizo za nyuma kwa ajili ya tunapoelekea, maana sisi waandishi wa habari na wananchi wote kwa ujumla wetu tunahitaji amani ili iweze kuwepo. Mmetoa elimu kiasi gani
ili watu kujiandaa, lakini pia kutoingia kwenye hayo watu ambayo wanayaeleza kupitia mitandao? Kwa wilaya Manyoni tumekava pote, na mpaka sasa hivi tunavyoongea, kwa wale wakuu wa division na idara tumeshawagawia kata, kwa kata zote wale wakuu wa division na idara kwa halmashauri ya Manyoni, na halmashauri mbili na majimbo mawili ya uchaguzi. Kwa halmashauri ya Manyoni wakuu wa idara tunao kama 21, ambao kata tunazo 19. Kila mkuu wa idara amepewa kata yake ya kuhakikisha kwamba anatoa elimu. Jukumu la kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa endelevu ni jukumu la serikali. Sisi kama serikali tunatakiwa tujue kabisa kwamba hii nchi tumerithishwa, lazima tuwarithishe. Na kwa hiyo programu zetu tunahakikisha kwamba wajukuu wetu ndo target ya kwanza, kwamba wanatakiwa ikute Tanzania ikiwa salama. Hii ni michakato iliyopo, hii ni michakato ya muda tu. Kila baada ya miaka 5 inatokea michakato hii ya uchaguzi, na inapotokea kila mchakato una ajenda zake. Kwa mfano kama sasa hivi kuna wengine wanasema watazuia uchaguzi usifanyike. Lakini ni kuhakikishie tu kwa wilaya Manyoni uchaguzi utafanyika, na wananchi wajitokeze. Tutavifungua vituo ndani ya muda ambao umeelekezwa, na tutavifunga ndani ya muda ambao umeelekezwa, na tulivyojipanga hakuna mtu atakayebugudhiwa hata nyumbani kwake. Yaani kati ya siku ambazo nataka niwahakikishie wana Manyoni ni salama kuliko siku zote ambazo nimezijua Tanzania, itakuwa ni tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Ikiwezekana kama wote mlioko nyumbani ni wapiga kura, funga mlango kapige kura. Unafunga mlango kwa sababu ya usiri sio unafunga mlango kwa sababu una wasiwasi kwamba kwamba kuna mtu atakuja kuathiri, ila ni kwa sababu tu ya kulinda faragha yako ndani ya familia. Jitokeze, nenda kapige kura, kamchague unayempenda. Ukishamaliza kupiga kura, rudi nyumbani, endelea na shughuli zako. Na kwa sababu sasa hivi kama utapenda kuendelea na burudani, kwa sababu tumeshaambiwa hiyo ni siku ya mapumziko, tumeshawaruhusu na kuhakikishia kwamba Manyoni ni salama kuanzia hiyo tarehe 28. Wale ambao si ule usiku wa kuamkia kwenda kupiga kura, wanaotaka kufanya mikesha ya kujiandaa wakapige kura, kama sheria itawaruhusu, lakini waendelee, kwa sababu sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba wako salama, na asubuhi wakiamka wakapige kura zao vizuri, wasubiri matokeo. Na niwahakikishie kwa Manyoni mpaka sasa hivi kampeni zinaendelea vizuri, hakuna shida yoyote, na vyama vya siasa vinaendelea na kampeni. Hakuna mtu aliyejeruhiwa wala kuchunwa na wembe, na hatuna taarifa zozote za mtu yoyote aliyetolewa maneno makali ya kashfa wala matusi katika hiki kipindi. Kwa hiyo tunaendelea vizuri, na pia tushukuru viongozi wetu waandamizi kwa kuhakikisha kwamba wametengeneza mazingira mazuri ya kuhakikisha kwamba Tanzania ni salama.